Tumsifu Yesu Kristu. Mimi ni Askofu Ludoviki Joseph Minde, askofu wa Jimbo Katoliki Moshi. Tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu, zienee nyoyo za waumini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitajeuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba utuongoze na ile Roho, tupende aliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tusikilize neno la Mungu kutoka katika Injili ya Mtakatifu Mathayo, sura ile ya 4, mstari wa 23 mpaka wa 25. Yesu na makutano. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme, na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Na makutano mengi wakafuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Neno la Bwana. Wapendwa mapadri, watawa wa kiume na wa kike, na waamini walei wote Jimbo Katoliki Moshi, tumsifu Yesu Kristu. Awali ya yote, ninapenda kuchukua nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana wadau wote, au kwa maneno mengine waamini wote wa Jimbo Katoliki Moshi, kwa jinsi ambavyo tumeshiriki wiki ya neema kwa wingi, kwa uchangamfu mkubwa na kwa uhai wa kuridhisha sana. Asanteni sana. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, kuanzia kesho jioni mpaka Jumamosi asubuhi tutakuwa na mkesha mtakatifu jimboni kote Moshi. Nimeonelea ni vizuri katika jimbo letu la Moshi, katika kipindi hiki cha sinodi na hata baadaye, kuweko na zoezi endelevu kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi, tuwe na mkesha mtakatifu jimboni kote. Hii ni kwa sababu hasa jinsi tunavyojionea wenyewe, nyakati tunazoishi sio rafiki sana. Tuna mahangaiko mengi, watu wengi wanayo matatizo makubwa ya kiroho, watu binafsi, katika familia zetu, katika maparukia yetu, katika jumuiya zetu za kanisa, katika jimbo letu zima, lakini pia katika kanisa la Tanzania na ulimwengu wote. Hatuko vizuri. Watu wako katika mahangaiko makubwa, na mojawapo yanayoleta ya mahangaiko ni ukavu wa kiroho. Watu hawana Mungu ndani yao. Watu hawana Yesu ndani yao. Na hata kama tunaye, ni kwa kurashia, si kwa imani na uaminifu endelevu hivi. Kumbe ningependa tunapokuwa katika kipindi hiki cha sinodi ya kwanza Jimbo Katoliki Moshi, hili zoezi tulipe nafasi ya pekee. Tena si wakati wa sinodi tu, ningetamani kweli iwe ni zoezi endelevu katika jimbo letu la Moshi. Nimependelea kutumia msamiati mkesha mtakatifu, nikiwa nafahamu kwamba katika ulimwengu tunaoishi sasa hivi kuna mikesha ya aina nyingi, kama vile mkesha wa send off
mkesha wa kuangalia michezo kwa usiku mzima, mkesha wa kuonyesha uhodari wa kula na kunywa pombe kali kwa usiku mzima, na mikesha mingine ya aina mbalimbali. Mimi nimependelea tutumie msamiati mkesha mtakatifu, kwa sababu tutakuwa tunakesha na Yesu Mungu kwa usiku mzima. Yesu atakuwa anatuangalia na sisi tunamwangalia. Tukimkazia Yesu Mungu mioyo yetu na macho yetu kwa usiku mzima, na kwa namna hiyo ni usiku mtakatifu, ni mkesha mtakatifu. Wapendwa waamini wote wa Jimbo Katoliki Moshi, kama nilivyokwisha sisitiza tena, ninaomba sana mkesha huu mtakatifu wa kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi ufanyike jimboni Moshi kote, katika parukia zote, parukia teule zote, kaplano zote, katika nyumba za watawa wanaoishi zaidi ya 20 na kuendelea. Kwa mfano, Singachini Assumption Sisters, watawa na walelewa wafanye zoezi hilo. Huruma Convent, watawa walioko kule na walelewa wafanye zoezi hilo. Maua Convent, watawa na walelewa walioko kule wafanye zoezi hilo kwa usiku mzima. Maili 6 provinsia ya Kaskazini Mashariki, watawa walioko huko na walelewa wafanye zoezi hilo kwa usiku mzima. Mabradha wa Yesu Mkombozi Kilacha, mabradha pamoja na walelewa wafanye zoezi hilo, na seminari zetu ndogo, wote kwa wote, hakuna anayeachwa katika usiku huo, katika mkesha huo mtakatifu. Wapendwa ndugu zangu wana Jimbo Katoliki Moshi, nina tamani sana kuwepo na utaratibu mzuri katika jimbo zima wa kumsaidia kila mwanajimbo kufika kumwabudu Yesu katika Ekaristi, walao kwa saa 2 au kwa saa 1, kwa utaratibu ambao utawekwa na maparoko au viongozi wa taasisi husika. Kwa mfano, baba paroko wa parukia husika au baba kiongozi wa parukia teule au kaplano au kiongozi wa taasisi angeweza kutumia utaratibu, paroko angeweza kutumia utaratibu wa jumuiya kadha katika hiyo parukia yake, au kanda 2 au 1 au mitaa 1 au 2, kwamba wafike kuanzia saa fulani mpaka saa fulani kumwabudu Yesu wa Ekaristi. Kwa namna hiyo pia taasisi nyingine wanaweza kufuata mpango wa makundi yaliyoko ndani ya taasisi husika, na hivi kwa usiku mzima parukia au taasisi itakuwa na watu wanaomwabudu Yesu katika Ekaristi kwa usiku mzima. Sio lazima waamini wote wa parukia yote wafike kwa pamoja kumwabudu Yesu, au jumuiya yote ya taasisi fulani ifike kwa saa 1 kumwabudu na wakakaa kwa usiku mzima. Hapana, ni utaratibu tu mzuri ambao unawezwa kuwekwa na padi kiongozi, awe ni waparukia, awe ni waparukia teule, iwe ni kaplano, iwe ni kaplano wa watawa. Anaweka utaratibu akishirikiana na wale watawa anaokaa nao wa kila mmoja kufika kuabudu walao kwa saa fulani. Na hii itatufanya kwamba kwa usiku mzima kutakuwako na watu walioko mbele ya Yesu katika Ekaristi.
ningewaomba sana mapadri mujitahidi kuwaalika na kuwashawishi kila Mkristo, kila Mkatoliki afike kukaa na Yesu katika usiku huo mtakatifu, katika mkesha huo mtakatifu, walao kwa saa moja au saa mbili. Yaani isipite hivi kabisa parukiani au katika taasisi watu wanaabudu na kuna Mkristo Mkatoliki ambaye hakufika kabisa. Tuwaalike na tusisitize umuhimu wa jambo hilo. Mwenye heri Baba Askofu Mkuu Fulton Sheen anasema kwamba katika ile Injili ya Mtakatifu Mathayo ile sura ya 26 mstari ule wa 40, Yesu anaposema, je, hamkweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Hii hapa mnakumbuka ni wakati ambapo Yesu alikuwa katika mateso makali kule kwenye bustani ya Getsemani. Alipokuja akakuta wale mitume wamelala, anasema, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Sasa Baba Askofu Mkuu, mwenye heri Baba Askofu Mkuu Fulton Sheen anasema Yesu hata leo anadai hiyo saa moja kwa kila Mkristo. Ni kama tunapokuwa na wasaa mzuri namna hiyo wa kuwa na mkesha mtakatifu kwa kila parukia, kwa kila taasisi, basi anamwalika kila mmoja, anamwambia kila Mkristo, je, kweli hukweza kukaa na mimi hata saa moja? Hukweza kukesha na mimi hata saa moja? Only 1 hour. Only 1 hour. At least 1 hour. It has not been possible for you. Is it true? Yesu anatushangaa. Inakuwaje hata saa moja? Kumbe ndugu zangu, ninawaomba sana, ni kumwabudu Yesu katika Ekaristi inapaswa kuwa ni zoezi zuri la kila Mkristo. Lakini sasa kumeingia huo uvivu, kumekuja huo uvivu wa maisha ya kiroho unaingia kwa kasi sana kwenye kanisa. Kaidie kuwaalika waamini na sisi wenyewe pia kwa mstari wa mbele kukaa kwenye hiyo saa, walao saa moja tu katika huo usiku. Iwe ni askofu, iwe ni padi, iwe ni kila mtawa, iwe ni kila mseminaristi, kila mlelewa akae hapo na Yesu, hivi kwamba Yesu akiuliza hukuweza kukesha na mimi, amwambie Yesu, niko hapa pamoja na wewe kwa hii saa moja, kama unavyotamani, kama unavyoagiza. Kumbe katika mkesha huu mtakatifu, ningetamani kwamba kila siku ya mkesha mtakatifu tunapokaa na Yesu katika Ekaristi takatifu kuwepo na nia maalum. Pamoja na kwamba tunaenda muabudu Yesu katika Ekaristi, lakini hata hivyo kuwepo na nia maalum. Kwa mfano, katika mwezi huu wa pili, kwa kadiri ya mapokeo ya Kanisa Katoliki, ni mwezi wa kuwaombea wagonjwa. Hii inatokana hasa na sikukuu ya Bikira Maria mama wa Lourdes, ile tarehe 11 mwezi huu wa pili, ambapo kwa kadiri ya mapokeo wagonjwa wengi wamekuwa wakienda Lourdes. Wamekuwa na desturi nzuri ya kwenda Lourdes kule Ufaransa na kusali kwa mama Bikira Maria na kupata uponyi kwa namna ya pekee kabisa wa kiroho na kimwili. Na hivi katika mwezi huu, hata sisi tunapokuwa na Yesu katika Ekaristi kwa muda wa usiku mzima, tutakuwa tunamwomba mama Bikira Maria atuombee kwa Yesu katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika mitaa yetu, katika parukia yetu, katika jimbo letu, katika nchi ya Tanzania, wapate uponyi. Ndiyo maana kwa usiku mzima tumepanga vipindi mbalimbali. Tutakuwa na kipindi, kwa mfano kipindi cha kwanza tutakuwa tunawaombea mgonjwa au kila mgonjwa neema ya utulivu. Yaani mnajua kuna wagonjwa wanaokosa utulivu katika ugonjwa, wanakuwa na mahangaiko ya kiroho na kimwili mabaya sana. Kumbe kipindi cha kwanza, kwa mfano tuseme saa 1:30 mpaka saa 3:30,
kwa kadiri ya utaratibu wa baba paroko kaplano, itakuwa ni kipindi tutakuwa tunafanya tafakari hiyo, kuwaombea wagonjwa neema ya utulivu. Neema ya utulivu. Pamoja na kwamba wako kwenye mateso makali, tuwaombee neema ya utulivu kwa Yesu. Tumwombe mama Bikira Maria, mama wa Lourdes, mama wa wagonjwa, awaombee kwa Yesu neema ya utulivu. Lakini pia tutakuwa na kipindi cha pili usiku huo. Sijui labda ni saa 4 mpaka saa 5 au saa 4 mpaka saa 6. Tutakuwa tunatafakari na kuwaombea wagonjwa waweze kuona umuhimu wa kuwa na matumaini ya kupona. Kuna wagonjwa wengine hawana matumaini kabisa ya kupona, na wao ni Wakristo. Ni Wakristo na Wakatoliki wanaosali daima. Tuwaombee neema hiyo kwa Yesu katika Ekaristi. Kwa mama Bikira Maria, mama wa wagonjwa, awaombee kwa Yesu neema ya kuona umuhimu wa kuwa na matumaini. Matumaini kitu muhimu sana ya kupona, kwamba yaani mimi na Yesu nitapona tu. Kwani kuna kitu gani kinachomshinda Yesu? Kwani mbona aliwaponya wagonjwa ambao walikuwa na magonjwa magumu kuliko mimi? Mbona yule mama alikuwa anatokwa damu kwa muda miaka 18 alimponya? Kwa nini mimi asiniponye? Mbona aliponya ile chemchemi ya damu, na mimi ataniponya? Matumaini. Lakini pia tukienda tena kwenye kipindi kingine, tuseme sijui ni kwenye saa 6 mpaka saa 7 au saa 6 mpaka saa 8, tutakuwa tunasali tunaomba Yesu katika Ekaristi neema ya uponyi inayodai imani kuu kwa Yesu, subira na udumifu katika sala. Hapo neema ya uponyi, lakini subira. Neema ya uponyi lakini inayodai imani kuu, inayodai subira, inayodai udumifu katika sala. Hata kama Yesu hakujibu mapema, tuendelee tu kama yule mama alivyoendelea kwa ule muda miaka 18, lakini baadaye akaponywa kwa namna ya ajabu. Kwa hiyo tutakuwa tunasali kuomba neema hiyo ya uponyaji, lakini inayodai imani kuu kwa Yesu, inayodai subira, si kama ninavyopenda mimi, si kama tunavyopenda sisi, lakini mapenzi kama anavyopenda Yesu. Tungojee saa ya Yesu. Lakini pia usiku huo tutaendelea, kutakuwako na kipindi sijui ni saa 8 mpaka saa 9. Neema, tutaombea wagonjwa neema ya kubali mapenzi ya Mungu, yaani kujikabidhi katika mapenzi ya Mungu kikamilifu, sio sana kama tunavyopenda sisi. Mnakumbuka katika Injili ya Mtakatifu Yohani, watu wanamuuliza Yesu, sasa yule kipofu ni nani alikosa? Yani amekuwa kipofu wa namna hiyo kwa sababu ya wazazi wake au kwa sababu ya kwake mwenyewe? Ni madhambi ya wazazi wake au ni madhambi yake binafsi? Yesu akawaambia, wala wazazi wake wala huyu kipofu hakukosa lolote, lakini mapenzi ya Mungu yatendeke. Hapo tunakutana na mambo magumu. Kumbe si habari ya makosa ya wazazi wala makosa ya ile kipofu, ni Mungu anataka mapenzi yake yafanyike. Sasa hapo kuna dai imani kuu, kuna dai neema ya kubali mapenzi ya Mungu, kujikabidhi kikamilifu kwa Mungu. Si habari ya kwamba navyopenda mimi. Tunasali, tunaomba tupone, lakini tuwe pia na hiyo sehemu ya kujikabidhi kwa Mungu. Inawezekana kwamba ni Mwenyezi Mungu anapenda tuteseke hivyo tu mpaka tufe tukiwa tunateseka kwa ajili ya mapenzi yake. Atakase ulimwengu,
atakase dunia, atakase kanisa, atakase roho za marehemu toharani kwa njia yako. Sasa mapenzi ya Mungu yatimizwe kwa njia yako. Hapo ni kuomba tu neema ya kudumu kwa uaminifu katika hiyo hali mpaka mwisho. Lakini pia tutakuwa na kipindi kingine labda saa 9 mpaka saa 10 kuwaombea madaktari wote na wauguzi wetu. Kuwaombea hiyo neema hiyo ya kuwa na upendo, kuwa na huruma, uvumilivu. Tunapokuwa tunawatesa na kuhangaika, naomba tena nibadilishe dawa hii, waweze kuwa na uvumilivu, waweze kuwa na upendo, waweze kuwa na huruma, waweze kuwa na subira, wasituchoke. Tunahitaji sana kuwaombea madaktari wanaoangalia wagonjwa pamoja na wauguzi. Lakini pia kule mwishoni kabisa labda saa 11 mpaka 12 sasa kuziombea familia zenye wagonjwa, neema ya kuvumilia, upendo, huruma, na kuwaombea neema ya kuwatuliza daima wagonjwa. Familia ambazo ziko na wagonjwa wanapaswa kuwa karibu sana na wagonjwa, na wanapaswa kufanana sana na wauguzi na madaktari katika fadhila ya upendo, fadhila ya huruma na fadhila ya uvumilivu, waweze kuwafanya wagonjwa wasikate tamaa. Kumbe ndugu zangu, wanajimbo Katoliki Moshi, usiku mtakatifu au mkesha huu mtakatifu, ningependa uwe namna hiyo. Tutaendelea kujifunza taratibu na viongozi wetu wa kiroho, mapadri, watawa, pamoja na makatekista na waamini wengine walei ambao kwa kweli wako vizuri tu, watakavyoendelea kushiriki katika kutusaidia kwa huo usiku mzima tuweze kuadhimisha usiku huu kwa namna ambayo kwa kweli ni ya kiroho, namna ambayo ni ya utakatifu, namna ambayo ni ya kumpendeza Mungu, na namna ambayo ya kufaidi sisi ambao tuko pale, lakini wale wote ambao takuwa tunawaombea. Asanteni sana. Tuendelee kumwomba Mungu Roho Mtakatifu, tuendelee kumwomba Mama Bikira Maria, ili kwa maongozi yao na kwa maombezi ya Mama Bikira Maria tuendelee kufahamu zaidi uzuri na utakatifu wa mkesha mtakatifu kama huu katika nafsi yangu, katika familia zetu, na katika jimbo letu, na hata kanisa la Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo.